onyesho lililopita katika Panguso. Hivi wewe una ofisi? Una ofisi au ofisini kwa mke wako? Umeingiaje? Kaa kimya na ufunge mdomo wako. Hebu tupe njia gani umeitumia mpaka kumtoa huyu mama pale nyumbani kwake? Kwanza niliweka mabano, halafu nikagawanya mbele kidogo, nikazidisha na kujumlisha, mwisho nikatoa. Hivyo jamaa kila siku wanagombania nini? Kipunje atakuwa anamtaka mdogo wake. Lakini pia maamuzi aliyoyafanya sio sahihi. Kwa asili mimi sina ubaya na wewe hata kidogo, ingawaje sijawahi kumpenda mzaliwa yeyote wa Yakuza. Kipunje! Shemeji kwema? Tumekuja na Panguso baba, tumekuja na Panguso. Tumekuja na Panguso baba, tumekuja na Panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tunapangusa ujinga, tunapangusa maradhi. Mama Panguso, haya twende Panguso. Mama Panguso, mai. Baba mwepa mwana wao. Baba mwepa mwana wao. Ai mai. Mimi Kipunje ndo namjua kwa sababu Kipunje mimi damu yangu namjua vizuri. Kwa kama katoa muda ili mimi niweze kufika, kikubwa mimi niweze kusogea ili aweze kunitoa Bi Mkubwa. Kwa sababu tukichelewa mimi nawaambia jambo lolote zaweza kumkuta Bi Mkubwa wake Jonijo. Na likimkuta hilo jambo bila Bi Mkubwa wake Jonijo ujue ni sawa sawa limemkuta Bi Mkubwa wangu mimi, Bi Mkubwa wako wewe au Bi Mkubwa wako wewe, kwa sababu si familia wana. Kwa kikubwa mimi nifike tu ili Bi Mkubwa aachiliwe. Nyie mnaonaje? Mwanangu, katika mawazo hapo umekoroga, umechemsha. Mimi nakwambiaje? Kipunje nyinyi msimchukulie hivyo. Hawezi kuwa na idea hizo za kutaka iwe fair. Yule anataka kukamata ya kuzingue. Mimi natoa wazo kama vipi kiwake tu tuchimbane tutifuane tu. Sikiliza mwanangu Kiduku, sio kila kitu ni vita tu. Vitu vingine vinahitaji akili afu vinahitaji amani. Hii ni swala la Bi Mkubwa unajua. Kwa kama ni swala la Bi Mkubwa twende kwa amani, Bi Mkubwa akae alafu vita tutaishi naye baadaye. Lakini kwa sasa hivi amani sana itawale mwanangu. Mimi nifike, kwani mimi ikifika kuna kitu gani? Mimi nafika, mimi najiriski tu. Afu nikwambeni kitu kimoja pia. Mimi naona sasa hivi kitu cha muhimu kubwa tu arudi mjengoni. Au sio bwana? Mimi na uhakika kabisa Kipunje hawezi kumzingua mwanae. Huyu mwanae kabisa damu. Tupambane Bi Mkubwa aingie mjengoni. Ama vipi? Sure. Katepa. Hapo umeongea jambo la muhimu sana mwanangu. Naelewa. Sasa mimi nadhani cha muhimu sasa hivi ni kila mmoja aende akajipanga anavyojua yeye, au sio? Huo muda ukifika tunatimba kama kawaida. Si tunaelewa? Sonjo. Mame. Wewe mwanetu sana, usielewa Sonjo. Huku Yakuza ni sehemu ya maisha yako, unanielewa? Kwa kwenye hili swala usijisikie vibaya kama sisi tunakutoa kafara au nini, au sio? Lakini unajua kabisa kwamba Bi Mkubwa yule ndo muhimu, ndo kila kitu. Unaelewa wanangu? Unasikia nini Joni? Wewe wala usiwaze kwenye hiyo. Kikubwa ni amani tu. Ninachokijua mimi damu ya Pilato haiwezi kumwaga kwa Pilato. Mimi mtu wake, mimi ndugu yake, haiwezi kumwaga damu hata siku moja. Kikubwa ni kujipanga tu. Ikianzishwa na sisi tunaanzisha kwa sababu pia isiwe kinyonge. Vile vile tunaishi naye. Kiasha na sisi tunawasha hivyo hivyo. Basi baridi. Muda wenyewe ndio huu, kama vipi kiwake mapema tu. Katepa mapema. Poa. Poa mimi hivi basi. Sema tunapita hivi kwanza on time. Ni cheki yako nani kwanza? Bwana bro, nina habari njema. Yakuza wamesanda. Wameomba tukutane nao saa 9 kamili mpakani. Kwa kabisa mama Jonijo na sisi watupe sote. Wow. Habari njema hizo. Nafikiri sasa tumewalazimisha kufanya tunachotaka. Bro. Kwani mama Jonijo unaye wewe? Ndio. Ninaye tangu jana usiku. Na nilifanya hivyo, nilimtumia yeye ili kumpata Sonjo. Unajua vinginevyo jambo hili lingekuwa baya sana kwa kaka yako. Ni kweli.
na sijafanya hivi kwa ubaya, isipokuwa najaribu kutafuta amani kiintelijensia. Mimi naamini ni wajinga tu hawawezi kunielewa. Wajinga tu. Mimi anakuelewa. Sogolo pia anakuelewa. Hata mimi namuelewa sana bro. Na sina maneno kabisa juu yake kwa sababu sisi ni familia. Lakini pia kuhusu Sonjo, nimemsamehe kwa sababu na yeye pia ni familia yetu. Wakati ni ukuta jamani. Leo tuna kazi ya kufanya tena nzito. Ndio tunajiandaa. Anti yako kipenzi. Karibu, mbona leo asubuhi na mapema? Jamani, kwani kuna ubaya mtu kuwahi kufika nyumbani kwake? Of course hakuna ubaya. Shikamoo. Marahaba, mnaendeleaje? Si atu jambo tu, sijui yenyewe uko. Mimi, babako, mamako, wote hatu jambo isipokuwa mdogo wako ndio kidogo alipigwa visu, yuko hospitali kama kutoka, naona atakuwa ametoka jana huko. Shangazi. Ina maana hujaenda kumuona? Mimi niende hospitali? Jennifer, you are not serious. Mimi sijaenda, ila babako ndo kaenda. Si unajua babako anajifanya bwana huruma. Kwa hiyo kama amekwenda kule tukafika anajifanya na wakoromea wauni. We! Acha wamchenjie. Wamchenjia vizuri kaja, mimi sio nini analalamika, nikamwambia mwana kulitafuta mwana kulipata. Nyamaza. Mbona ndo kufanya nini? Kichokupeleka kule kitu gani? Basi kwa hiyo yupo tu hapo. Maskini kazangu. Kwa nini amejichagulia maisha yangu? Mwenye alivyoamua. Yaani tuachane na majambazi. Nimekuja kupata ule mzigo. Mzigo? Hela. Shangazi. Yaani wewe unakuja tu asubuhi bila hata kupiga simu. Unakuja tu, mimi hata jana sikurudi na pesa nyingi. Kwenye pochi nilikuwa nina kama milioni 2.5 tu, ambazo zote nimempatia mkweo tu. Ameenda kujengea makaburi ya kwao. Hata hivyo hata kuwepo leo, kesho, nafikiri kesho kutu atarudi. Oya masela, tutakuwa mabora kichizi, yani tusipotambua umuhimu wa kumlinda Kipunje. Tutakuwa mabora ujue. Alafu Kipunje anataka kwenda hayakuza peke yake. Alafu sisi tumekaa huku tu. Sijui umeelewa? Mimi nashangaa rafiki yangu kuna wengine kule wanasema mwacha aende peke yake. Hakuna kwenda peke yake. Hapa kama bibi ulichukua majaji tuingie huko mipakani huko Yakuza. Yakuza amejaa kibao ujue. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Kama vipi hivyo yani? Bora sio kujadili. Sio umempa? Nimempa mume wangu Tuntu. Jennifer. Hivi unaona huyo Tufe ni muhimu kuliko mimi? Auntie, anaitwa Tuntu. Hivi Jennifer, hebu niambie unataka tufanyeje? Mimi na baba yako na mama yako tunakupenda, wewe mwenyewe unajua. Tumekupa kila kitu. Hebu niambie kwa umri kama wako na jinsi ulivyo wewe msichana mdogo. Nani kaje kwenye umri kama wako anamiliki nyumba kubwa kama hii? Na tumekupa hii nyumba, tumekukabidhi kwa jina lako, your name tumeandika. Sasa leo unashindwa kunithamini mimi, unamthamini huyo Tufe sijui, Auntie, Jennifer, tumekupa kila kitu. Jennifer, tumekupa nyumba, tumekupa gari, tumekupa ofisi, tumekupa everything. It's okay, lakini haikupi wewe mamlaka ya kuweza kumtuka Tuntu katika hii nyumba. Ati? Yes. Who is Tuntu by the way? He is my husband. Your husband? Oh yeah. Mlifunga ndoa lini? Auntie, please. No. Don't please me, don't auntie me. Kweli Jennifer, unadiriki yani kutudharau sisi wote, unamthamini huyo bwana, eti unampa hela, eti anaenda kujengea sijui madude nini ya kwao? 2 million. 2 millions.
Okay, Jennifer. Nataka hizo hela. Sawa. Auntie, hizo pesa ni nyingi sana. Siwezi tu kutoa bila kushirikisha watu kwenye I don't care Jennifer utakachofanya. Kutundea kuza. Hilo swala sio la kujadili. Ila ulosema kitu pointi sana Basi kama vivi mimi naona hapa tupo wachache. Twendeni maskani Vegas tukawapitie masera. Ili tujiunge nao. Tupate tagi ubavu. Atende tukakinukishe. Au mnaonaje hiyo? Mimi ngoja nikachukue silaha, nijikoki na timba. Ujipange nini nawe silaha ukafuate wapi? Sio kaona kimbia. Sikia, usichauko kuchukua ulungu langu pale chini au. Mimi nabeba yote. Unaweza usibebe kitu silaha nao kichwa hiki kitenda kuwakomesha. I don't care kama utafanya. Maana nimekuambia toka mwanzo nahitaji hizo hela na uliniahidi leo nije. Nakuja hapo naanza kunipa stories za tumtufi. Mimi nakwambia Jennifer, I want that money by tomorrow night. I want that money by tomorrow night. Kapteni, wamesanda nini? Mbona watokei mpaka sasa hivi tunachelewa? Wamesanda. Mieyusho tu mwanangu. Niamini mimi. Oya. Wa jamaa anakuja afu anakuja peke yake, sijui anajiamini nini yule mwamba. Easy. Tunaishi naye tu. Kapteni, easy. Inuka. Namtaka huyo. Tulia. Nenda. Msiponisikiza mimi nitakutolea radhi. Mama ni si basi mama mambo gani ya mama sonjo mama unafahamu kitu gani mama kwa hiyo kufanyia unalala si ndio eti kufanyia mama unalala oya kapteni sonjo anaumia unajua sio kweli oya kapepa Mtani mimi wewe mtoto wako wewe uwa kabisa uwa kabisa Sogea mtuku. Sasa tuone chini uchime munu asi na mtifuati kwa mtu tukatumue. Mnatuletea ufarafara yenu wala kuza. Mnatuletea watoto wa Vegas. Kwani mtu akimpiga ndugu yake sana mpiga ndugu yake. Mbona mtuaje? Chimwe munu asi. Amezimia au amefanya? Ujanja Sonjo umesha mkono nimezimia. Sonjo mwanangu Sonjo. Johnny sasa. Johnny. Hivi Kukanza, una mpango gani na maisha ya Jennifer? Kwa sababu nakuona umetulia tu uko kimya kama vile unafurahishwa na kinachoendelea. Ila leo alienda kwa Jennifer.
Kwa hiyo lazima utakuwa na taarifa zake mpya. Unaendeleaje? Wanaendelea vizuri. Ila believe me or not, yule bwana amemgeuza Jennifer kitega uchumi kwa kweli. Kwani unataka kuniambia kwamba wifi Tuntu mpaka leo bado hajapata kazi? Apate kazi? Labda umpe wewe wifi yangu. Hana kazi. Halafu huwezi kuamini, nimekwenda pale nimemkuta yule Jennifer anampa, kwa macho yangu namuona anampa 2 million. Za nini? Na nusu. Eti akajengea makaburi kwao. Imagine wifi. Akajengea makaburi kwao. Nikamwambia Jennifer, no, this is not right. You have to do something. Mama, alinijia juu. Unasema sio Jennifer yule unamjua. Nikamwambia basi mama, basi. Nimeshindwa mimi. Kukanza. Yeah. You have to do something. Okay. This is serious. Okay. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Kama ni kweli, hii itakuwa ni zaidi ya kiasi. Mimi nafikiri tumpe mama yake nafasi ya kuzungumza na mwanawe kwa mara ya mwisho. Yule kijana aondoke au Jennifer arudishe nyumba na kampuni. Alafu wao waende wakatafute maisha yao. Maana hatuwezi kuendelea kulilea jitu ambalo linaendekeza bata tu. Alafu ni levi sana Kukanza. Alafu basi ukimkuta kwenye ile gari, ajifanya anaendesha yeye, melala kabisa hivi. Utafikia najua hata hiyo bei ya gari. Sio. Vipi umezidi sasa? Nashinda kuvumilia. Afanyaje? Si kama nafurahi, lakini naona kama vingine unavyoongeza. Sawa. Ba Jennifer, mimi nimekuelewa. Nitarudi tena kwa Jennifer mara ya pili. Lakini ningependa niseme hiki kwamba sasa hivi sitaki kurudi peke yangu. Nataka niambatane na wifi. Nisikilizeni basi mnielewe. Kwa sababu mimi ninachoamini kwamba tukienda wote pamoja, Jennifer muelewa. Atatuelewa tu tunamaanisha nini. Kwa nini naongea hivyo mume wangu? Nilikutana na yule kijana ambaye wanafanya wote na Jennifer pale ofisini. Kumbe na Jennifer pia naye amechoka. Wifi niamini basi. Sasa anatafuta njia tu jinsi gani atatoka. Kweli kabisa mume wangu. Mimi naamini. Ni habari njema hizo. Kwa hiyo nilishughulikieni hili kwa amani. Maana nikiliingilia mimi hili jambo utamwonea huruma sana yule kijana. Sana. Jonijo, unaona mimi nimepata matatizo kwa ajili yako. Mara huko nimesukumwa, mara nimesukumizwa, mara nimepigwa kwa sababu yako wewe, kwa ajili ya hiyo yakuza. Hivi unachopata ni nini huko kwenye yakuza yako? Mama, wewe ni mtu muhimu sana kwangu na kwa yakuza. Na simona leo watu wajitokeza kukulaki. Tatizo lako nini? Hivi una akili wewe? Mimi walivyonilaki, walivyonifanyaje, umejua huko ndio walichonifanya? Umejua mateso gani mimi huko nimepata? Hapa ni kwa sababu wewe cha usiku tu mjamzito, lakini sitaki hata kumuona wewe cha usiku. Unaenda wapi? Mpokae chini. Ukae chini kwanza. Kwa nini Sonjo unakopo hivyo? Umeumia, mbavu zinauma. Hapo nimeamini kweli kuna watu wengine mafundo wa kuweza kuwapiga watu. Inaonekana hujaumia hapo, umeumia ndani kwa ndani. Mbavu zinauma Hizi zinauma mbavu. Basi bwana Tangazo. Unaumiza mwenzako. Ukana muumiza na unaendelea kumpiga. Sorry. Huyu hataki kuonewa huruma au unamwonea huruma huyu? Mwangalie. Unakuwa kelele sana. Ukibwatulia utulie. Sasa sikia mkufu njikagu. Unaniangalia mimi, utanifanya nini wewe mtu mwenye unaumwa hapo? Basi bwana. Saliti huyu. Saliti wa Vegas mimi nampendea wapi? Sonjo, hebu muombe msamaha kakako. Inatosha kaka. Mimi mbona nishamsamehe tangu siku ile amenichoma kisu.
Ni ujana tu unamsumbua huyo. Huyo Kipunje mbona unamogopa sana? Sikize mimi mama. Eti kama usingewazuia Yakuza wamuue yule mpuzi, sasa hivi ungekuwa na amani. Mimi unaongea nini nani Jonijo? Unachoongea ni kitu gani? Kuanzia hivi sasa hivi sitaki wewe ushirikiane tena na Yakuza. Achana na kundi la Yakuza na wala kitu chochote, kwa sababu unachopata faida mimi sikioni. Na naomba leo unisikilize mimi kama mama yako. Hutaki kunisikiliza, sina radhi na wewe kuanzia leo. Mimi ni mzalendo wa Yakuza. Nishapoteza vitu vingi sana kwa sababu ya Yakuza. Nishaumia kwa sababu ya Yakuza. Nishapoteza muda kwa sababu ya Yakuza. Mama, leo hii unaona mimi hakuna ninachokifanya ni kwa sababu ya Yakuza. Kwa leo hii ukiniambia kwamba kati ya Yakuza na wewe nichague kipi? Tachagua Yakuza. Jonijo. Jonijo? Joni. Joni jana ananiambia mimi Basi nisamehe bure. Yakuza kuliko mimi mama yake. Yaani bora ya mpira kuliko mimi Nikosea mwanangu, nimeteseka kule peke sio amenitesa. Ananijibu hivyo, Jonijo ananijibu mimi hivyo. Hapana, anapaswa kusema chochote, na usipofanya hivyo ifungia tena na wewe. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso, tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso, tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Sonjo. Muombe msamaha. Muombe msamaha haraka haraka. Muombe msamaha atabaa tu. Mwanangu, sorry mwanangu. Si unajua sometimes hivi vitu vinatokea, tukisangwana kawaida. Samehe mwanangu. Yashapita mdogo wangu. Yashapita. Na mimi sasa utarudi Vegas, tutashirikiana kwa pamoja, tutaijenga Vegas. Pole sana. Bro, mimi hapa ningeshauri tungempeleka hospitali kwanza. Maana kaka umia ndani kwa ndani. Au sio Sonjo? Hivyo usako na akili kweli. Unamwona Joma mtu msaliti wa Vegas? Huyo hawezi tena kupelekwa hospitali. Dawa alizotumia zimemtosha. Akitoka hapa leo anatakiwa kupelekwa kituo cha polisi. La. Sawa. Kuna huruma basi mimi unajua. Sonjo, hakuna mtu anayekuchukia wewe huko. Wewe ni damu yetu. Tumejitahidi sana kukubembeleza, na mimi mwenyewe nimekuwa nikiongea na wewe kwa utaratibu kila siku. Achana na hao mayakuza. Lakini wewe usikii. Ona tukio lilomfanyia Songoro. Ibakia kidogo tu udhurumu haki yake ya kuishi. Usizani ilikuwa rahisi. Tumepambana sana kuhakikisha Songoro anakuwa hai, kwa sababu ya ujinga na upumbavu wako. Hivi wewe ni kiumbe wa namna gani? Unataka sisi tuongeje? Kila mmoja anajua, nchi nzima inaelewa
kwamba Vegas na Yakuza ni mahasimu na uhasimu wao ni zaidi ya ule wa Simba na Yanga, lakini zaidi sana sisi ndugu zetu walikufa. Hivi hiyo tu sio sababu ya wewe kuachana nao Yakuza? Unakwama wapi? Embo, mwandaeni arudishwe kituo cha polisi sasa hivi. Bro, unakosea sana mwanangu. Bro, wanangu na huru hata kidogo mwanangu. Unanipelekaje polisi sasa? Usiovu kakatonjo. Mama kokotilabia. Sio inatokea wapi? Mwanangu nakumind, unajua nakumind sana. Mtumi wa mzee. Nakumind. Hebu niache basi. Nikuache wape mtumi na vitu kushika. Niache kwenye nenda. Wache bwana. Unabishana na mamlaka. Kauli yenye mamlaka. Niache achana mimi bwana. Sasa tukupeleke. Songoa. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso, tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso, tumekuja kupangusa maadui wa taifa, tunapangusa ujinga, tunapangusa maradhi, tunapangusa na umasikini, tunapangusa na usaliti, tunapangusa ulevi, tunapangusa dhuluma, tunapangusa udangaji pamoja na ngono zembe, tunapangusa madawa ya kulevya. Aiwe baba we baba, ai mama we mama, ai kaka we kaka, ai dada we dada. Haya twende panguso, mama panguso, haya twende panguso, mama panguso.